Mtazamaji, kamera ya Mnyasa Media hii leo imemnasa Cholo, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Niko naye hapa kwenda kuzungumzia mchezo ambao unaenda kupigwa hii leo pale Meja Jenerali Samuyo. Bwana Cholo, mambo vipi? Bwana poa sana. Mambo yanaenda? Alhamdulillah, mambo yanaenda. Bwana, tuanze na yaliyotokea jana usiku wakati Young Africans wanafanya mazoezi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, lakini baadaye Simba na wenyewe wakafanya tena mazoezi pale pale. Lakini kuna taarifa kwamba Young Africans waliweza kuzungumza kwamba ule uwanja hauko sawa kwa ajili ya kuchezesha mchezo wa dabi wa hii leo, kwa maana ya mchezo wa Simba dhidi ya Young Africans. Nadhani zile kelele ambazo umeziona zimesambaa mitandaoni, bila shaka umeweza kusikia. Of course nimezisikia na nimefuatilia mwanzo mpaka mwisho. Tupe mbivu na mbichi kuhusiana na hiki. Ukweli tu utabaki kuwa pale pale kwamba Yanga wamezoea kuleta habari za sitofahamu ukifika swala la dabi. Yaani dabi ni mechi kama mechi nyingine tu. Umeshanielewa kwamba mambo ya kutengeneza tension nje ya uwanja na nini ishapita na wakati. Wewe kama una timu bora, lete timu uwanjani, kipigwe, kila mtu afanye mambo yake. Umeshanielewa? Unakumbuka hata dabi ya kwanza ya ligi Zanzibar walihamisha uwanja tu ile vubi ni vu. Kama bwana mechi ya Benjamin Mkapa inaenda Amani. Ili mradi tu kuleta kwa watu ile sintofahamu na nini, lakini mwisho wa siku Simba wao walitulia zao wakaenda Amani, kikapigwa, mechi katoka pacha. Jana nilitegemea Yanga wangefanya kitu kama kile, kwa sababu Yanga wao wanaamini kwamba Meja Jenerali Samuyo sio uwanja kuchezea dabi. Huko ni kukariri. Umeshanielewa, ndio umekariri kwamba haitaki tucheze pale, kwa sababu wao wana ile hofu tu ya mechi iliyopita. Lakini kwa kusema kwamba uwanja mbovu sio uwanja nini, hapana, kwa sababu Simba ndo uwanja wake wa nyumbani, ameutumia mechi zote za ligi msimu huu mpaka sasa hivi. JKT Tanzania ndo anautumia uwanja wake wa nyumbani, na sio msimu huu tu, na ni uwanja ambao tunaufahamu vizuri sana, sio uwanja ambao labda Yanga yeye anaujua. Ina maana timu zote ambazo zimecheza hapo zisiwe na taarifa za namna hiyo, isipokuwa Yanga. Wamekwenda, mvua imenyesha, uwanja umeloa, badala ya kutulia uwanja ukauke, wao ndo wanaukanyaga, wanauchimba, yani ndo maana yake wanauharibu. Yani wao ndo walienda kuharibu uwanja wa JKT. Pasi na aibu yoyote, yani hawakuwa hata na aibu. Unajua mtu kama Otto Harrison, meneja wa klabu kubwa kama Yanga Africa, unaenda kuchimba uwanja, unaukanyaga eti sehemu ambayo imeloa, unaharibu uwanja. Unajua watu ambao wao hata uwanja wa mazoezi hawana, hawezi kuwa na uchungu wa viwanja, hawajui thamani ya kile kiwanja. Lakini kwa kutuambia sisi Meja Jenerali Samuyo uwanja mbovu, maana yake uwanja huo umeanza jana. Na ule uwanja ni wa jeshi ule, sio? Ule ni uwanja wa jeshi, maana yake wamefanya vitu vya kitoto kabisa. Yaani wao ndo wanauchimba, wanauharibu, hapo wanakuja kuambia bodi ya ligi kwamba uwanja mbovu. Alafu wanauharibu ni sehemu moja tu. Hata mita moja haijakamilika au mita mbili. Yaani sehemu hiyo kila mtu kachukua mpira kaenda kurudisha hapo. Yaani sio nani kaenda kurudisha mpira hapo. Privadinho kaenda kachimba hapo. Talisson kakanyaga hapo. Mbona tujaona wameenda goli la huku, wameenda katikati ya uwanja, wameenda goli la kule, tujaona popote wanaweka pale. Wameenda pale tu, yani pembezoni kisehemu kidogo. Sehemu ambayo sio kweli. Ina maana wangeamua kuacha muda ule wasinge kanyaga. Jua siri limetoka. Uwanja unakauka ule mpaka saa 12 tayari mechi ichezwe. Kwani ule mpira wanaweza kashinda wao, wanaweza kashinda Simba. Swala kusema kwamba eti kwa kuwa uwanja ukiwa hivyo maana yake wao watakuwa kwenye wakati mgumu, sio kweli ule mpira. Lakini si wanacheza wote? Na mimi ndo nimesema hivyo kwamba uwanja kama utakuwa umeloa, mpira hautarunda. Maana yake kama mpira hauta-flow, atakaoteseka sio Yanga tu, mpaka Simba wenyewe. Sisi tushakutana na mazingira kama hayo Manungu pale na Mtibwa Sugar. Tumetoa pacha mechi, tumedraw. Yanga mwenyewe shakutana na mazingira kama hayo na JKT Tanzania pale Jenerali Samuyo wakadraw. Kuna muda viwanja vinaloa, na ndio maana mvua ikizidi mechi huwa inaahirishwa. Sheria kabisa ya FIFA kwamba moja kati ya sababu ambazo zinafanya mechi iahirishwe, mvua kubwa ambayo italeta uharibifu kwenye uwanja eneo la kuchezea. Umeshanielewa? Lakini huwezi kuja na concern kwamba eti uwanja huu mbovu umekanyaga wewe sehemu moja tu mita 2 mita 3 uwanja mbovu nataka wote wasikilize nyinyi. Sio kweli. Kwa Yanga bwana waache tu waache maneno. Siku imefika na ratiba bwana, hii ratiba haiwezi tena kubadilika. Tutameza ligi mwezi wa 10 ule, ratiba isibadilike. Hapa leo tufike tu pale uwanjani, kipigwe atakayefungwa na afungwe, ndio mpira. Umeshanielewa? Atakayefungwa bwana afungwe tu. Hakuna namna. Hamna namna, kwa sababu hatuwezi kwa ligi hizi kusimama, lazima iishe, inatakiwa iishe tu kwa namna yoyote. Wao wanatia hofu kwa sababu tumewakanda Zanzibar. Na sio tumewakanda Zanzibar. Meja Jenerali Samuyo wenyewe leo namkanda vile vile. Wewe uwanja umeloa, wewe hujaloa, yani mimi namfunga. Na semaji Ahmed Ally amesema vile vitendo vilivyofanywa ni vitendo vya kihuni. Amewaita vijana wahuni. Ndio wameweza kuchukua video eneo ambalo sio sahihi ili kuonyesha kwamba ule uwanja haufai kwa ajili ya dabi. Ndicho amekisema afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally. Unaungana na semaji Ahmed Ally kwamba waliofanya vile vitendo ni wahuni? Kwa sababu unajua mimi nimegundua kitu kimoja. Ndio maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado hawapi vijana kipaumbele kwenye nyadhifa kubwa. Kwa watu kama watu wanatusababishia sisi haki ya Mungu.
Mimi naielewa sana serikali. Nilikaa nikasema kumbe ndio maana Tanzania hii vijana wapewi nafasi kwenye nyadhifa kubwa kubwa. Hao wabaki huku kwenye ukuu wa wilaya, wakatibu tarafa huku. Kwa sababu serikali ingekuwa inawapa vijana tunataka nyadhifa kubwa kubwa, ndio maamuzi yenyewe yanakuwa kama vile. Kwa nini Yanga wanapata tabu? Lakini sio wote bwana. Yanga wanapata tabu kwa sababu moja. Yanga wanapata tabu kwa sababu timu yao vijana wengi ile hawawezi kuiongoza. Umeshanielewa? Lakini wewe unategemea kitu kama kile angeza kufanya mtu kama Crescentus Magoli. Said Mkwabi anaweza kufanya kitu kama kile? Ni ngumu. Au Patrick Lwemamu meneja anaweza kwenda pale Patrick Lwemamu akaanza kukanyaga uwanja namna ile? Kweli? Unajua kwa nini wale wamefanya vile? Utoto ule. Yaani wale watoto na ndio maana wanasababisha sisi vijana tunakosaga nafasi kwa sababu wazee watuamini. Wanaona watafanya wataleta vitu vyao vya kimiemko. Ile sio jambo la kufanya watu kama timu kama Yanga. Yaani unakwenda kwenye uwanja sehemu uwanja umeloa na unajua kabisa hapa nikikanyaga patachimbika. Eti wewe ndio unapachimba unakanyaga hapa. Hatuwezi kucheza yaani ndio unazidi kupaharibu. Umeshanielewa? Kwa sababu kwa kawaida watu wanasikia kukagua uwanja sio vile. Na ile meneja inasemekana amemtukana Jemedali Said. Nimeiona mwenyewe posti kabisa ametukana Jemedali Said na huyo mtu ambaye alikuwa anaongea naye anasema. Nimeiona ile post. Ndio maana nimekwambiaje, wale watu kama wale, meneja kama yule wa klabu kama ile ndio wanasababishaga sisi vijana tunakosaga nyadhifa serikalini au nyadhifa kwenye taasisi kubwa kama Simba na Yanga kwa sababu vijana wale mfano sio. Hivi kweli klabu kama Yanga inaweza kuwa na meneja kama yule? Yaani meneja anakuwaje meneja wa klabu kama Yanga? Kwa hiyo unashauri achukuliwe hatua? Hata asipochukuliwa hatua, wampuuze tu. Yaani unajua mtu kama yule unampuuza tu. Mimi najua Jemedali Said namuelewaga sana mtu fana na busara sana. Afu waga anasubira, yaani kwamba anajua kabisa yani muda ndio utazungumza. Umeshanielewa? Walishapita watu wanaipenda ile klabu kuliko yeye. Walikuwa kina Imani Madega, walikuwa kina Mzee Kilimali, wako wapi? Walikuwa wanaipenda timu Talisoni, sasa tumjui kipindi hicho, anasoma kwao si wapi. Umeshanielewa? Hatumjui, watu wameipenda ile klabu kuliko yeye anakufikiria, asijifanya na uchungu nayo. Sasa kama una uchungu na klabu usijaribu miundombinu ya watu. Ilitakiwa wao wangetuambie bwana sisi uwanja ufai bora uwanja wetu wao uwanja wako wapi? Ili ule uwe unaonekana mbaya ufai kwa timu kama Yanga, uwanja wa Yanga uko wapi? Manake wao hana uwanja. Yaani hata mazoezi. Bora Simba aseme ipichi mbaya kwa sababu uwanja wa Simba wa mazoezi ni uwanja wa nyasi asilia kabisa Bunju. Kwamba uwanja wao wa mazoezi Simba ni nyasi asilia kabisa za asili. Si kama ule wa Meja Isamuyo tu. Ya kama Meja Jenerali Isamuyo. Sio uwanja kwa hiyo tunajua wenyewe kwamba ukiloa unakuaje, usipoloa unakuaje. Sasa wao kwa nini mpaka wanafanya vile? Hawana uchungu kwa sababu hata hicho kiwanja cha mazoezi hawana. Wao kazi kwa viwanja vya watu tu. Wameenda Loyola wale washafanya kama mazoezi Loyola, wamealibwa Victown kule sio kwao. Wanakuja chuo cha sheria pale nanili hapo mawasiliano sio chao. Yaani wao kazi yao kwenda kwenye viwanja vya watu. Kikiharibika wanakimbia. Wao wana lengo la kulimu mpaka Meja Jenerali Isamuyo kweli wana akili sawa sawa. Kwa hiyo sisi hapa, sisi kama Simba, sisi bwana tunaga mambo ya nje ya uwanja. Mtani bwana siku imefika, ile mechi ya ligi ipo kwenye ratiba. Hakuna namna yoyote hiyo mechi itachezwa tu iwe leo iwe kesho iwe mwakani. Lazima ichezwe ili ligi ikamilike. Ukianza kuleta habari tutamaliza ligi mwezi wa 12, tuta Champions League mwezi wa 8 tu mwezi wa 9 inaanza Champions League. Leo sisi ligi yetu raundi ya kwanza, raundi ya pili ndio sasa imebaki mechi 11. Mechi 11 nyingi sana kwenye ligi. Tukisema hii ipelekwe mbele, ipelekwe mbele, ipelekwe mbele, ipelekwe mbele. Mechi nyingi hizo tunaenda kumaliza mwezi wa 9 bure hapa. Kwa hiyo dabi lazima ichezwe leo. Leo kwa namna yoyote. Leo kwa namna au basi sisi tufanye hivi hasa Meja Jenerali Isamuyo uwanja mbovu. Wachague wao. Wanataka uwanja gani sisi twende. Sisi hatuna noma. Tuambia tu TFF na bodi ya ligi jamani wachague wao. Manake unataka kusema kwamba inaweza kujitokeza yale yaliyojitokeza mwaka jana ya kusema hatuchezi. Ndio lengo lao lilikuwa hilo. Yaani pale uje sasa hivi wanaanza hiyo kwamba ile. Manake kama Simba wangeunga mkono kusema uwanja hauna mazingira rafiki pengine yale yangejitokeza. Sio Simba tu. Yaani hata kama ingekuwa wachambuzi. Yaani unaona watu wachambuzi wadau wa soka na wenyewe wangeunga mkono Yanga Afrika kusema kwamba ule uwanja mbovu. Sasa hizi kulikuwa na mambo pengine tungekuwa na sintofahamu mpaka sasa hivi. Lakini walitushtua kwa sababu ule uwanja sio mechi ya kwanza hii kuchezewa. Ila tu ni kasoro mechi ya Simba na Yanga ndio mechi ya kwanza. Lakini mechi zinachezwa pale. Tena mechi kubwa wamecheza pale Al Hilal Mdumani pale. Umeshanielewa wamefanya mazoezi timu za taifa pale katika chani. Mechi za ligi zinachezwa pale. Umeshanielewa zinacheza mechi za ligi pale. Simba Sports Club ndio uwanja wake wa nyumbani, JKT Tanzania ndio uwanja wake wa nyumbani. Sasa kama unasema uwanja ule mbovu, KMC mzuri. Mbona unacheza KMC pale? Ndio uwanja wao wa nyumbani. Umeshanielewa? Kwa hiyo waache masuala ya nje ya uwanja. Wao bwana tunataka mbunge ipigwe. Sio wametufungha mara 6 mfululizo wanaofia nini? Sisi tumemkanda mara moja tu. Yaani mara moja basi sawa, bodi ya ligi na mimi nawaomba TFF na bodi ya ligi wawapigie simu zaidi viongozi wa Yanga wachague uwanja tukacheze. Bwana tuchagulia amani. Wao tupeleka amani wale vuo, sisi tunataka amani, tukaenda huko amani.
mbungi imepigwa, ngoma pacha lilotokea likatokea. Umeshanielewa? Leo hii mechi sio yao, mechi ya Simba. Kwa hiyo leo mnapata ushindi mbele ya Young Africans. Sisi kama kawaida yetu tunaanza tulipoishia. Yaani sisi sasa hivi mwanangu anakuja mbele size yetu. Acha yule bwana. Yaani anayekuja mbele sisi size yetu tutacheki na kima. Hatuna muda wa kupoteza. Amteki na? Hatucheki na kima. Hatuna muda wa kupoteza. Sisi bado Simba waga tunafurahiaga sana kwamba mbungi ipigwe, anayefungwa afungwe. Yaani sisi tunaenjoyigi mpira wa namna hiyo. Hamna ule mpira sijui wa kutafuta sijui nje ya uwanja, umeenda kwa kiongozi wa serikali, mmeenda kushtaki hiki. Sasa nataka wewe wachezaji wako unachezaji. Na mimi na wachezaji. Timu imekamilika 11 kwa 11. Kiatu kilie. Mechi ikiisha, mshindi wewe sawa, mshindi mimi sawa. Ndio football, si juzi tumetoka kucheza Muungano. Kale kuna kitu gani kimetokea? Si mechi imepigwa. Mshindi kapatikana. Ndio mpira unapotakiwa. Lakini Simba angeenda pale uwanja wenyewe Muungano huu Amani, tumetoka kucheza hapa dabi iliyopita, alelelele maneno angekuwa mengi, hakuna maneno. Umeshanielewa? Sasa hivi hakuna maneno. Tulipofikia Simba na Yanga tutakikwa na maneno kwa sababu tukitoka kucheza ligi kuu Tanzania bara tuna mechi za kimataifa. Tusipojifunza hapa ndani maana yake tutakuwa siku tunaonewa. Sasa tuwezi kusema tunaonewa. Sisi tumecheza viwanja vya ovyo ovyo. Tumecheza viwanja vya kila aina. Leo huwezi kwenda kuzala Meja Jenerali Semuyo wewe hata kiwanja cha mazoezi una. Unazala kiwanja cha Meja Jenerali Semuyo wewe mazoezi unafanyia wapi? Hata kiwanja chako una. Hata cha mazoezi. Hapa mbungi ipigwe. Unaambia nini mashabiki wa Young Africans ambao wameonekana kwenye mitandao ya kijamii kuunga mkono kauli ile ambayo ilizungumzwa na meneja wao? Wale wote lao moja. Yaani umeona wale timu, viongozi, mashabiki, yani wao lao hili moja. Akisema mtu wao wamechukua kama lilivyo. Nimewaona. Wale bwana waseme wasiseme, leo kinapigwa. Waseme wasiseme? Yaani leo kitapigwa. Yaani leo kinapigwa, mshindi apatikane, ngoma isonge mbele. Ligi inatakiwa kuisha hii. Lazima iishe. Lazima iishe. Hatutaki kuwa tunapeleka mbele vitu bila sababu. Umeona, kwa swala uwanja hakuna, uwanja mzuri, uwanja umetulia, wamefanya wao mazoezi wameondoka, wamekuja Simba wamefanya mazoezi wameondoka, uwanja ule pale umetulia vizuri tu. Kwa hiyo kwa ujumla nyinyi Simba leo mmejidhatiti kuchukua alama 3 mbele ya watani zenu Young Africans. Yaani sisi leo hakuna chochote zaidi ya alama 3. Waamuzi wanatoka Morocco. Gusia na hili. Kwa sababu unajua hii sio kwamba la kushtua kwa sababu kumekuwa na wasiwasi na waamuzi wetu wa ndani. Umeshanielewa? Wao waamuzi wa ndani wanatakiwa jitathmini kwa sababu hii sio nzuri kwao. Umeshanielewa? Ina maana kama refa mtu kama Alajiga, sio Kayoko, Risasi hawezi kuchezesha dabi. Maana yake huwezi kupewa mechi Farabat na Serikane. Huwezi kupewa mechi Mamelodi Sundowns na Esperance. Kama unashindwa kuchezesha manake madhaifu yao yamewashusha thamani. Yamewashusha thamani kubwa sana. Wanatakiwa jitathmini, wakae watulie kwa sababu hii moja tu. Yaani fanya ufanyavyo unapoamua kuwa referee, yani kama kiongozi. Umeshanielewa? Leo wewe ukiwa kiongozi wa nchi, hata uwe unampenda mzazi wako kiasi gani, hataki kuvunja sheria za nchi. Umeshanielewa? Akivunja sheria za nchi anatakiwa achukuliwe hatua. Na ndio hivyo kwenye mpira. Yaani kama ukishakuwa mwamuzi, maana yake wewe ndio umepewa kuwasimamia hao wote wawili. Wewe unasema unachotakiwa kuangalia ni sheria, sio mapenzi yako binafsi, wala sio matakwa ya mtu. Tanzania kweli tunajua hapa ukizaliwa uwezi kukosa kuwa Simba au Yanga, lazima utakuwa Simba au Yanga kwa namna yoyote ile. Lakini inapofika hawa watu wamekutana na wewe ndio umepewa dhamana ya kuwasimamia, wewe tumia sheria kuliko maamuzi yako binafsi, kuliko mamlaka yako. Yaani kusema bwana mimi kwa sababu Simba, mimi bwana sitaki Simba ifungwe. Lazima tu mapungufu yataonekana. Mwisho wa siku mtu unakosa ajira. Umeshanielewa? Unakosa ajira. Maana leo kama unashinda kuchezesha mechi ya Simba na Yanga, wewe unategemea kwenda utachezesha AFCON 2027. Umeshinda kuchezesha mechi ya Simba na Yanga, unataka kuchezesha mechi ya nani? Al Ahly na Zamalek. Umeshanielewa? Lakini wewe unaona sisi hapa na wenzetu wanakuja mrefa kama Mkenya tu juzi hapo, amekuja yule Mkenya, unaona kabisa yani kwamba mechi ukitoa hamna nini wala nini, watu wameenda kulalamikia timu zao. Umeshanielewa? Wameenda kumlalamikia kocha na wachezaji kwamba fulani hakuwa sawa, mwalimu mifumo sio nini, sababu zake hazikuwa nzuri. Ndio tunataka maneno kama hayo. Lakini sasa unampa mechi ya Alajiga, unampa mechi Kayoko, unampa nani? Mara ukaiua Simba, mara kaiua Yanga, mara kafanya hivi, mara goli unasema sio goli, penalti hazitoki. Yaani sio kweli. Bwana leo hii ndani ya dakika 90 mambo yakawa sivyo ndivyo. Mkafungwa nyie Simba. Mazingira yatakuwaje? Yaani sisi hapa kufungwa sio jambo la ajabu. Sisi tushafungwa mara 6 Mnyasa. Mara 6. Tena sio mara 6 mfululizo. Yaani kila mechi inayokuwa sisi tunafungwa. Mnafungwa nyumbani na ugeni. Popote wewe sisi tunafungwa. Lakini hatujawahi kuleta visingizio nje ya uwanja, sijui uwanja huu mbovu, sisi tufunge. Wewe una mechi timu nzuri, tufunge. Una timu nzuri lete uwanjani tucheze, anayeshinda ashinde. Yaani sisi hatujawahi kuaga sijui nini, tutafute sijui kitu gani. Tumepelekwa Zanzibar sisi hapa. Zanzibar mechi Zanzibar tumeenda tumetwanga, tumerudi. Na hapa mechi itwangwe turudi. Yaani sisi wala kufungwa kwetu sisi hatudaona maajabu. Tunashukuru Mungu kwa sababu sisi kwanza leo tunaenda kwa sababu tunajua kabisa hatima ya ubingwa msimu huu imeshikilia mechi ya leo. Kwa hiyo tunaenda kucheza mechi ya leo, tulikuwa tunajua kabisa kwamba hatima ya ubingwa imeshikiliwa na mechi ya leo. Kwa hiyo sisi tunachotaka ni alama 3 tu.
Hakuna kingine. Kitokea tumedraw ama tumefungwa, basi hapo tutakuwa sisi tumeaga huu msimu kwenye kombe hili la ligi kuu Tanzania bara, tutaangalia labda FA. Umeshanielewa? Kwa hiyo mentality Simba, viongozi, wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki, sisi tunajua kabisa mechi ya leo nini inatakiwa. Kwa hiyo Yanga na wenyewe wanajua kabisa, kwa hiyo wanataka kujaribu kuleta mind game kuhusu uwanja na nini, ili mradi tutoe kwenye mchezo ili wapate matokeo yao ambao wao wanahitaji matokeo haya mawili, kushinda ama kudraw. Kwa hiyo sisi hapa Simba tukifungwa tutashukuru Mungu kwa sababu tunajua ndio mchezo, ndio mpira. Tumeshafungwa sana. Na ikitokea tumeshinda tunashukuru Mungu kwa sababu tunajua ndio mpira, kwa sababu sisi tushashinda sana. Umeshanielewa? Kwa hiyo ninachowaomba tu kwamba mashabiki wa Simba watulie, tufike uwanjani kwa wingi, kipute kipigwe, mshindi apatikane. Bwana Cholo, mimi nikutakia kila laheri kuelekea kwenye mchezo wenu wa leo dhidi ya watani zenu Young Africans. Na bila shaka mwisho wa mchezo tutajua mbivu na mbichi. Nani anakwenda kulala na viatu na nani anakwenda kulala akiwa na tabasamu. Sawa, mimi nashukuru sana bwana Mnyasa, lakini kama kaida yangu nilikwambia nanipa alama 6 au 4 na leo ndo mechi ya moja, kama mechi ya mwisho katika kuhitimisha, nikwambie tu Yanga atoke. Kama nakwambia Yanga atoke. Sio kwa maneno hayo. Atoke Yanga. Kabisa? Chukua maneno yangu da, Yanga atoke. Neno moja kwa mashabiki wanakutizama. Kama kawaida yangu watulie hapa, kama kawaida kwa Mnyasa Media tutakuwa live baadaye. Kama kawaida kwenye mechi itakavyoanza mpaka tutakapomaliza. Tukimaliza nitawarudia hapa mpaka saa 2 nitakuja kuwapa matokeo kama kaida yangu tunavyokuwa tupo zetu kidedea. Yaani Simba hiyo gari moto mboga moto. Unachagua wewe nani aanze nani asianze. Bwana shukrani sana. Asante sana.